Inayo TV na millardayo.com. Mimi ni Bakari Chijumba na ripoti nikiwa ndani ya ndege ya Air Tanzania, na safari hii ambayo tumeanza inatokea Dar es Salaam kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tunaelekea Kinshasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ambapo leo kwa mara ya kwanza safari za ATCL zinaanza kutoka Dar es Salaam mpaka Kinshasa moja kwa moja. Hii itasaidia sana kupunguza muda wa abiria kuwa angani kama ambavyo ilikuwa hapo awali, kwa sababu hakukuwa na ATCL hakuwa na ndege za moja kwa moja mpaka Kinshasa. Hivyo ilikuwa inawalazimu kuzunguka kwenda kwenye maeneo mengine kabla ya kuelekea Kinshasa. Kwa hiyo uwepo wa safari hizi utasaidia na utarahisisha sana abiria kuweza kufika kwa wakati. Lakini pia hata nauli ambayo imetangazwa imepungua kwa kiasi kikubwa kabisa, na kuna ofa ambayo imetangazwa kwa wakati ambapo ruti hii inaanza. Kwa mujibu wa mkurugenzi mkuu wa shirika hili la ndege Tanzania, Mhandisi Peter Ulanga, amesema safari za ndege kutoka Dar es Salaam kuelekea Kinshasa na kutoka Kinshasa kuja Dar es Salaam zitakuwa zinafanyika mara 4 kwa wiki. Leo shirika la ndege Tanzania tunaanza safari yetu ya kwenda Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo itakuwa ni destination yetu ya pili katika nchi hiyo. Sasa hivi tulikuwa tukienda Lubumbashi, lakini sasa tunaanza kwenda Kinshasa ambayo ndio mji mkuu, na safari zetu tutakuwa tunaenda mara 4 kwa wiki, siku ya Jumapili na siku ya Jumatatu, alafu tutakuwa tunaenda na siku ya Jumatano na siku ya Ijumaa katika mji mkuu wa Kongo DRC. Na lengo letu ni kupanua kwanza wigo wetu wa kuwafikia wananchi wa Kongo, kuna kuwaleta Dar es Salaam na wengine watakaohitaji kupanda ndege zetu kwenda katika honored flights kama South Africa, au wanaoenda India, wanaoenda Dubai na kadhalika. Kampuni ya ndege Tanzania kwa kipekee kabisa inapenda kutanua network yake katika maeneo mbalimbali, na tunavyozidi kutanua network yetu katika maeneo mbalimbali tunaweza kuwafikia wananchi wengi zaidi ya Afrika na nje ya Afrika, na kuweza kupanua wigo wetu wa kufikisha mapato. Kwa hiyo leo hii ni siku ya kipekee kwetu sisi ya kwenda tunasema DRC Kinshasa, lakini mipango yetu ya baadaye tunataka kuangalia, tunaenda Lagos Nigeria katika muda mfupi ujao, labda mwezi wa 5 kabla mwezi wa 6, na vile vile tunaangalia uwezekano wa kwenda Accra Ghana, na baadaye labda Abidjan na mpaka Dakar. Kwa hiyo tutakuwa tumeweza kuunganisha kusini mwa Afrika ambako tunaenda Johannesburg, tunaenda Harare, tunaenda Lusaka, tunaenda Ndola, na tunaweza sasa kuunganisha na destination tunazoenda ndani ya Afrika Mashariki na Magharibi na Asia ambako tayari tunaenda. Kwa hiyo sisi kama kampuni tuko vizuri, tuna vifaa vya kutosha, tuna marubani wa kutosha, tuna uwezo wa kuweza kuhudumia wananchi wengi zaidi wa Tanzania na walioko nje ya Tanzania ambao watatumia shirika letu kwa ajili ya kufikia malengo yao ya kiusafiri. Kiuchumi kwanza tutakuwa tunaunganisha nchi ambazo zina uchumi mkubwa katika jumuiya ya kusini mwa Afrika SADC, ambayo ni DRC Congo, ina potential kubwa sana. Tanzania kama majirani na ni nchi ambayo tunapakana nayo. Kwa hiyo tunaamini kabisa kile ambacho kilikuwa kinatoka Kongo kwa upande wa abiria kuja Dar es Salaam kupitia maeneo mengine, sasa hivi watakuwa wanaweza kuja moja kwa moja. Safari yetu ni ya masaa 3 na dakika 20 ambayo ndio direct route. Ukipita destination nyingine utatumia muda mwingi sana. Kwa tumepunguza sana muda wa safari wa mtu anayetaka kutoka Kinshasa kuja Dar es Salaam mpaka kufikia masaa 3 na dakika 20, na nauli zetu ni very competitive. Sasa hivi tuna promotion kwa dola 316 tu unaweza kwenda Kinshasa na kurudi return. Na kama ambavyo umezungumza, tutakuwa tunapata fedha za kigeni kwa watu wa Kongo wanaonunua tiketi zetu. Kwa hiyo wataingiza kwenye kampuni yetu fedha za kigeni, lakini kikubwa tutafungua zile corridor za kibiashara ambazo tumekuwa tukizijenga kati ya nchi zetu za majirani. Majina yangu naitwa Jacques Benjamin Mwangi. Ugumu ambao ulikuwa unatokea before, kwa sababu ndege zilikuwa zinaishia Lubumbashi. Kwa hiyo ilikuwa kuna changamoto kubwa kwa muda, tuzungumzia habari za muda. Lakini kwa sasa hivi tutakuwa na urahisi, tutakuwa muda kwanza, tutakuwa tunafika kwa wakati. Naweza kusema. Wewe unaenda Kongo mara kwa mara? Yes, waga naenda, lakini sio sana, ila waga naenda. Kuna nauli pia? Gharama ziko chini, ni mtu yeyote anaweza ka afford, hata yule mwenye
ari ya chini anaweza akafodi tofauti na nini zingine na ndege zingine. Yeah. Sorry, kabla ATCL kwenda mlikuwa mnatumia muda gani? Sikumbuki, lakini ilikuwa inachukua muda kwa sababu tulikuwa tunatoka hapa tunaenda wapi, Lubumbashi, alafu ndo uje kwenda kule. Kwa hiyo ni muda kidogo unatumia. Au saa nyingine unapanda ndege hata sio labda ya kupita Lubumbashi, inapita nchi nyingine ambayo ni mbali zaidi. Kwa hiyo tulikuwa tunazunguka sana za kusema hivi. Lakini kwa sasa hivi ni moja kwa moja direct. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambavyo muda umekuwa ni mfupi zaidi. Na hapa na ripoti nikiwa katika uwanja wa ndege wa Kinshasa uliopo hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nyuma yangu kuna ndege kubwa kabisa, shirika la ndege ya Tanzania ATCL, ambapo kwa mara ya kwanza leo shirika hili la ndege la ATCL linafanya safari yake ya kwanza ya moja kwa moja kutoka Dar es Salaam mpaka hapa Kinshasa, na ni mwanzo ambao unaashiria kuendelea kwa safari hizi. Uzinduzi umefanyika hapa na waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa pamoja na viongozi wengine wa upande wa DRC kwa pamoja wamezindua rasmi safari hizi za ndege kwa kukata utepe hapa, na waziri tumesafiri naye kutoka Dar es Salaam mpaka tumefika hapa. Safari zitafanyika mara 4 kwa wiki, bei ikiwa chini kabisa kwa sababu zi safari za moja kwa moja ambazo hazina mambo mengi kama ilivyokuwa huko nyuma. Walilazimika abiria kutumia masaa mengi kwa sababu safari hazikuwa za moja kwa moja. Kuna mengi ambayo unahitaji kuyafahamu kuhusiana na hili, niko hapa kwa ajili ya kukufahamisha. Leo tuko hapa kwa ajili ya kuanzisha ruti ya ndege kutoka Dar es Salaam mpaka hapa Kinshasa. Ruti hii ni muhimu sana kwa sababu kwanza itakuza biashara kati ya Tanzania na DRC. Pili, itakuza sekta ya utalii kati ya Tanzania na DRC. Pia itakuza mahusiano ya mtu na mtu kwa sababu sasa wananchi wetu kutoka Kinshasa na maeneo mengine wataweza kusafiri moja kwa moja Dar es Salaam na maeneo mengine ya Tanzania. Hilo la kwanza. Kwa vile sisi tutaendelea kuhakikisha kwamba ya Tanzania tumeanza na ruti 4 kwa wiki, tunategemea kwenda zaidi ya ruti 6 au 7 kwa wiki. Sio hivyo tu, tumeanza kuleta ndege hii ya Airbus, lakini kama abiria watakuwa wengi tunaweza kuleta hata Dreamliner hapa. Itategemea namba ya abiria watakaoweza kusafiri. Pia nimepata fursa leo ya kuzungumza na Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Uchukuzi, ambayo amenipa hali ilivyo ya miradi mingine ambayo tunaendelea nayo. Tuna mradi wa ujenzi wa reli kutoka Dar es Salaam Burundi hapo DRC, ambao kwa sasa kazi inaendelea vizuri kutoka Dar es Salaam, na tumeanza Uvinza mpaka Burundi Kitega, na hivi karibuni tutaanza kutoka Kitega mpaka Kindu DRC. Hii kazi inaenda vizuri na Mheshimiwa Waziri amenihakikishia kwamba kazi itakwenda vizuri.